Chonge, ni wewe kweli? Miaka mingi sana. Janine, mke wangu, mbona hata unikaribishi ndani wakati unaona nilivyochuka? Samahani Chonge, mimi sio mkeo tena. Mimi ni mke wa mtu mwingine sasa. Mke wa mtu mwingine? Kivipi tena? Unasahau mimi na wewe tulifunga ndoa? Huyu ndo mume wangu kwa sasa. Mimi na wewe tulimalizana ulipohukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Rais KJ aliapishwa na kuwa rais mpya wa nchi ya Burundi. Hotuba yake ya kwanza siku anayoapishwa, aliahidi kuleta mabadiliko makubwa ili wananchi wote wa Burundi waishi kwa haki na amani ya kudumu. Akaahidi pia kuijenga nchi ili iwe gumzo na mfano wa kuigwa katika mataifa. Lakini pia akatoa msamaha kwa wafungwa. Sasa tutaendelea na sehemu ya 9. Katika wafungwa waliopata msamaha wa Rais KJ alikuwemo Chonge. Rais KJ akaanza kutekeleza kitu kimoja kimoja katika yale aliyoyaahidi. Nchi ikaanza kwenda vizuri, japo kulikuwa na vipingamizi kutoka kwa viongozi na wanachama wa vyama vingine vya upinzani. KJ alitekeleza pia ahadi yake ya kuwaachia baadhi ya wafungwa. Chonge alitoka gerezani. Hakuwa na pa kwenda, kwani alikuwa hana tena makazi, yaani alikuwa kama chokora tu. Mwili wake ulikuwa umedhoofika na nguo zake zilikuwa zimechakaa. Yaani ukimwona Chonge sio yule Chonge mtanashati tena, bali huyu alikuwa ni Chonge chokora. Alipotoka ndani ya gereza la Mpimba, kwanza aliangalia huku na kule, kisha akageuka kuyaangalia maandishi makubwa yaliyoandikwa nje ya lango la kuingilia jela hiyo. Akayasoma kwa sauti na kusema, Prison Centrale de Mpimba. Alitikisa kichwa baada ya kusoma, kisha akaanza kutembea kwenda kusikojulikana. Alitembea kwa miguu kwa muda mrefu sana, miguu yake ikimpeleka uelekeo wa Kamenge. Alitembea kwa muda mrefu mpaka akachoka, lakini hakutaka kusimama. Kiu ya maji na njaa pia vilimsumbua, lakini hakujua atakunywa maji wapi wala wapi atapata chakula, kwani mfukoni kwake hakuwa hata na senti moja ya kununulia maji au chochote. Pamoja na kiu na njaa aliyokuwa nayo, lakini Chonge hakukata tamaa. Aliendelea kutembea mpaka akatokea Kamenge. Akaenda mpaka kwenye nyumba yake. Mwenyewe alikuwa anakwenda tu, lakini hakujua anakwenda kufanya nini. Akili yake, moyo wake na miguu ni kama vilikuwa vinashindana. Akili ilimwambia twende kwenye nyumba yetu, moyo ukamkatalia na kumuuliza unakwenda kufanya nini. Lakini miguu ikaungana na akili, hivyo akajikuta anatembea na kujikuta mbele ya nyumba yake. Alisogea mpaka mlangoni na kuanza kugonga. Baada ya kugonga kwa muda, mlango ulifunguliwa na mwanamke wa makamo. Akamwangalia kisha akamuuliza, wewe ni nani na unataka nini? Aliuliza mwanamke huyo bila hata kuitikia salamu ambayo Chonge alimsalimia. Chonge alimwangalia kwa muda kama anaweza kumfahamu, lakini hakuwahi kumuona popote. Akatamani aombe kwanza maji ya kunywa, kwani kiu kilikuwa kimemkaba kweli kweli. Lakini akaona aulizie kwanza alichotaka kuulizia, ndipo baada ya hapo ataomba maji. Hivyo akajibu na kusema, samahani sana mamangu, nimemkuta Janine. Nimekuuliza wewe ni nani? Mbona hujanijibu? Aliuliza mwanamke huyo kwa ukali kidogo. Chonge akatafakari kidogo kisha akasema, samahani, mimi naitwa Chonge au Chongera Jean Baptiste, mimi ndo mwenye nyumba hii. Alisema Chonge na mama yule akamtolea macho kisha akacheka sana, tena kwa sauti kubwa, kisha akatamka na kusema, kumbe wewe ndo Chonge. Nilijua tu, maana nilivyokuona nikajua tu atakuwa mwizi. Mwizi? Mimi ni mwizi? Alihamaki Chonge huku akimtolea macho mama huyo. Kwa muda alikuwa amesahau kuwa alikuwa na kiu ya maji na njaa baada ya kuona anavunjiwa heshima kwa kuitwa mwizi. Akasahau kuwa kweli alikuwa ametoka gerezani kwa wizi. Bila kusita mwanamke huyo akadakia tena na kusema, kumbe kama sio mwizi wewe ni nani sasa? Hapo ulipo unatokea jela kwa wizi wa pesa za shirika la ndege. Sasa unakataje kama sio mwizi? Alisema mama huyo kwa kujiamini, na Chonge akajikuta amebaki ameduaa. Ni kama kumbukumbu zilikuwa zimemrejea na kukumbuka kuwa alitokea jela na hakuwa Chonge mwenye hadhi. Mama yule akaendelea na kusema, sasa naomba uondoke haraka sana hapa kabla sijakuitia mwizi. Huyo mtu unayemtaka simjui na wala sijawahi kumuona hapa. Alimalizia mama huyo. Chonge hakuwa na la kusema, kwani alikuwa amekumbuka kuwa alifanya ujinga kuja pale na kujitaja yeye ni mmiliki wa nyumba hiyo, wakati akijua kuwa mali zake zote zilishataifishwa kwa amri ya mahakama. Akatamani aombe japo maji ya kunywa, lakini mwanamke yule alikuwa tayari keshaingia ndani na keshafunga mlango kwa nyuma yake. Chonge alitikisa kichwa kujisikitikia kwa kutaka kujimilikisha tena mali ambayo haikuwa ya kwake tena. Akaondoka kimya kimya bila kuongea neno. Moyoni alijikuta akianza kuumia tena. Yale maumivu ya wakati anahukumiwa ni kama yalianza kujirudia. Kilichomuumiza ni kuona hana hata sehemu ya kuomba maji, ukiachia mbali sehemu ya kwenda kulala.
Yaani hakuwa hata na mtu wa kuweza kumsaidia chochote. Akajikuta anaanza kutembea tena asijue anakwenda wapi. Lakini miguu yake ilimpeleka tu, akajikuta anavuka barabara. Akapita jirani na kituo cha polisi cha Kamenge, akaingia kata ya Kavumu. Akapita vichochoro kadhaa, akavuka daraja na kupitiliza upande mwingine. Akajikuta ametokea kata ya Ngagara. Akatembea mpaka akafika nyumbani kwa Jenin. Njaa na kiu vilikuwa bado vinamtesa. Akajisemea Jenin akifungua tu kwanza naomba maji ya kunywa. Aliusogelea mlango wa nyumba ya Jenin akaanza kugonga. Aligonga kwa muda mrefu lakini hakuna aliyefungua. Mwisho wa siku akakata tamaa na kutaka kuondoka akiamini Jenin haishi pale tena. Nguvu zikazidi kumuishia kabisa. Akazidi kujiona ni mwenye mkosi, kwani hata sehemu ya kuomba maji ilikuwa ni kipengele kwake. Hakujua afanye nini au aende wapi. Akajisemea, ngoja niende kwenye nyumba yoyote ile niombe maji ya kunywa, vinginevyo nitakufa kwa kiu. Alijisemea akitaka kuondoka, lakini kabla hajaanza kuondoka alisikia mlango wa Jenin ukifunguliwa na mwanamume mmoja akatokeza akiwa kavalia bukta na singlendi. Akasimama mlangoni na kusema, wewe ni nani unagonga milango ya watu kwa fujo hivyo? Aliongea mwanamume huyo. Hakuwa mwanamume mwingine bali ni Francois, mwanamume aliyependwa sana na Jenin. Chonge aligeuka kumwangalia na Francois alipomuona alishituka, lakini akajikausha kama hakuna kilichotokea. Chonge alimsogelea kisha akasema, samahani kaka, namuulizia Jenin, sijui nimemkuta. Aliuliza Chonge kwa sauti ya upole. Kwanza Francois alipatwa na kigugumizi cha ghafla. Akatafuta nini cha kumjibu. Amwambie Jenin yupo au amdanganyi kuwa Jenin haishi pale tena. Lakini kabla hajajibu chochote, sauti ya Jenin ilisikika ikiongea na huku ikisogea pale mlangoni ikisema, ni nani alikuwa anagonga mlango Francois? Lakini Francois hakujibu kitu, kwani alikuwa bado hajajua cha kujibu. Jenin akajitokeza mlangoni akakutana macho kwa macho na Chonge. Macho yakamtoka kwa mshtuko baada ya kumwona Chonge. Akajikuta ametamka, Mungu wangu, Chonge ni wewe au naota? Ni mimi Janini. Kabla ya yote naomba maji ya kunywa Janini. Jenin alimtazama kisha akamwangalia Francois na kumwambia, hebu nisaidie chupa moja ya maji kwenye friji, alisema Jenin kisha akamgeukia tena Chonge wakati Francois akiingia ndani kuchukua maji. Chonge, ni wewe kweli? Miaka mingi sana. Janini mke wangu, mbona hata unikaribishi ndani wakati unaona nilivyochuka? Alisema Chonge kwa masikitiko, lakini Jenin akadakia na kusema, samahani Chonge, mimi sio mkeo tena, mimi ni mke wa mtu mwingine sasa. Mke wa mtu mwingine? Kivipi tena? Unasahau mimi na wewe tulifunga ndoa? Alisema Chonge, na kabla Jenin hajaongeza neno, Francois alitokea akampatia Jenin chupa ya maji. Jenin akanyoosha mkono akampatia Chonge chupa hiyo ya maji. Chonge aliipokea na kuifungua, akaiweka mdomoni haraka haraka na kuanza kunywa kwa pupa. Alikunywa kama mtu aliyetembea jangwani kwa siku 3 bila kuona maji. Yaani alikunywa karibia amalize chupa nzima. Alipoishusha chupa kutoka mdomoni, Jenin akamwambia na kusema, Chonge, unamwona huyu? Huyu ndo mume wangu kwa sasa. Mimi na wewe tulimalizana ulipohukumiwa kifungo cha miaka 20 jela, alisema Jenin, na Chonge akadakia tena na kusema, Jenin, mimi na wewe tulikula kiapo na kiapo chetu bado hakijavunjika. Unawezaje kuolewa na mtu mwingine? Mimi natambua wewe bado ni mke wangu, alisema Chonge, na Jenin akabadilika na kusema, usiniharibie siku Chonge. Nilishakwambia mimi ni mke wa mtu mwingine sasa. Wewe ulitegemea mimi ningeishi vipi wewe ukiwa gerezani? Tena unatumikia kifungo cha miaka 20 jela. Ulitaka nife kwa upwiru au ulitaka nini? Alisema Jenin kabla Chonge hajajibu. Akaendelea tena na kusema, mbaya zaidi uliishi na mimi lakini ulikuwa unanificha siri zako nyingi sana. Kumbe uliiba pesa za shirika alafu hukuniambia chochote. Ukawa unatumia pesa zako hizo na wanawake zako. Lakini kwenye matatizo ndo unataka mimi nikusaidie. Kweli? Alimalizia Jenin, na Chonge akatulia kidogo akimwangalia kisha akasema, kwa hiyo sio kweli kuwa mawakili walikataa kuja kusimamia kesi yangu, ila ulifanya makusudi kutonitafutia mawakili kwa kuhisi nilikuwa nakusaliti, aliongea Chonge kwa utulivu. Akatulia kidogo kisha akaendelea tena na kusema, naomba nikuulize swali moja Jenin, unahusikaje na matatizo yote yaliyonitokea? Aliuliza Chonge kwa utulivu sana. Jenin alimwangalia kwa chuki kisha akasema, hebu nitolee mikosi hapa. Matatizo ujiletee mwenyewe alafu unataka kunihusisha mimi? Hivi unajielewa kweli wewe? Alisema Jenin. Akatulia kidogo kisha akaendelea tena na kusema, hayo mambo ya kuhusiana na mawakili nilikuambia kilichotokea. Kama hukuamini basi unadhani nitakwambiaje sasa unielewe? Aliongea Jenin kisha akamshika Francois mkono na kumwambia, twende zetu ndani mume wangu. Achana na huyu anayetaka kuwatupia watu lawama kwa makosa yake mwenyewe, alisema Jenin wakati akigeuka kuingia ndani. Lakini Chonge akamuita tena Jenin na kusema, Jenin, mimi nimetoka jela leo na unafahamu sina pa kwenda. Nimekuja hapa nikitegemea na kuja nyumbani kwa mke wangu kwa vile najua hapa ni kwako. Lakini kumbe tayari unaishi na mwanaume mwingine. Sawa, lakini Jenin, njaa inaniuma sana. Naweza kudondoka muda wowote, alisema Chonge kwa sauti ya upole.
Jenin alimwangalia kwa macho ya chuki kisha akasema, ulivyoiba pesa zako si ulikuwa unakula na malaya zako? Uliwahi kunishirikisha hata mara moja? Hebu niondokee hapa. Kama kufa nenda kafia huko mbele, alisema Jenin, na Chonge macho yakamtoka kwa mshangao. Akamwangalia yule mke wake kipenzi akiingia ndani na mwanaume mwingine, kisha wakafunga mlango akimwacha nje na njaa yake. Chonge alibaki amesimama pale kama mtu aliyepigwa na shoti ya umeme asiweze kutikisika. Ghafla machozi yalianza kumtiririka. Upande mmoja wa akili yake ukaanza kuamini kuwa kwa namna moja au nyingine Jenin alihusika na matatizo yake. Moyo ukaanza kumuuma tena upya. Ukizingatia na njaa aliyokuwa nayo, basi akazidi kuumia kweli kweli. Ile kauli ya Jenin ikaendelea kujirudia kichwani kwake. Hebu niondokee hapa. Kama kufa nenda kafie mbele huko. Kauli hiyo ilikuwa inajirudia rudia kichwani kwake. Hakuamini kama Jenin mke wake anaweza kumtamkia maneno kama hayo, tena kwa wakati yeye akiwa katika matatizo makubwa kiasi hicho. Hakuwa na cha kufanya. Alianza kuondoka taratibu, asijue tena na kwenda wapi. Baada ya kuingia ndani tu, Francois alimgeukia Jenin na kumwambia, Jenin, huoni kama hili ni tatizo tayari? Katika watu wote uliowapiga huyu ndo amerudi, japo hajajua kama kila kitu kilichomtokea ulifanya wewe na mali zake mnazo wewe. Akija kujua, je, huoni kama litaibuka tatizo kubwa? Aliongea Francois akionekana kuwa na wasiwasi. Jenin hakusema kitu, badala yake alichukua simu yake, akatafuta namba kisha akapiga na kuongea. Vipi, mko mbali na maeneo haya au? Aliuliza Jenin kisha akakaa kimya kidogo, na baadaye akaendelea na kusema, sogeeni maeneo haya faster. Kuna chizi mtamwona anatokea hapa nyumbani kwangu. Kamlazeni faster, kuna milioni 5 zenu hapa. Aliongea Jenin huku Francois akimwangalia. Alitulia kidogo kisha akaongea tena. Haina shida, nitaongeza 2. Fanyeni faster basi msimpoteze. Aliongea Jenin kisha akakata simu. Francois alimwangalia kisha akamuuliza, vipi kwani? Jenin alitabasamu kisha akamwambia Francois, relax Francois. Bujumbura ni mji wangu. Hakuna anayeweza kunitenganisha na Bujumbura, alisema Jenin kisha akaendelea baada ya kuona Francois hajamuelewa. Aliendelea kwa kusema nini Jenin? Basi usikose sehemu itakayofuata ili uweze kujua ni nini kitaendelea katika kisa hiki cha mchimba makaburi. Kumbuka kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila sehemu ninayoiweka kufikia moja kwa moja kwenye simu yako kama notification. Lakini pia kumbuka kuniambia unanifuatilia kutoka wapi, kutoka nchi gani na mkoa gani. Kumbuka hiki ni kisa cha mchimba makaburi na mimi ni Director Mo. Tukutane next time. Ciao.